60 kwangu mimi nilichosoma kwenye ilani ni 60 mabano moja, yani ile ya Kirume moja. Ndio kwanza imezungumzia swala la namba 2, kwa sababu namba 1 imezungumzia inflation, namba 2 kazungumzia pato. Narudia tena, pato la taifa lililozungumzwa hapa ni lile pato la ujumla wake, na tusema kwamba likue kutoka 7% sasa hivi, yani likue kati ya 7% hadi 10%. Na pato la taifa linapimwa kwa idadi ya watu pia, GDP per capita, yani watu wangapi, idadi ya watu tunao ambao wanaishi katika nchi. Sasa tumesema hivi kwa sababu hii ni projection, ni lengo, ni kwamba tuweze kuwa na pato ambalo linakwenda ama linakuwa katika tarakimu hiyo. Unasema la maana gani kwa mtu mmoja mmoja? Kama nilivyokuambia, kwa sababu tunaligawanya lile pato zima ile tunachokipata kwenye idadi ya watu. Maana yake ni kufanya kama kila mwananchi mmoja atakuwa na kiasi gani, si ndio? Na ndio maana tukasema tukifanya hesabu ya lile pato letu tukiligawanya kwa idadi yetu ya watu ndio tunapata ile, tukasema sasa hivi tuko kwenye round kila mtu kwa dola kama 1449. Sasa maana yake kama nilivyoeleza mwanzo, wastani hauna maana wote watakuwa ni namba 1. Kwa mfano, tunaweza kuwa katika darasa tuna wastani wa max asilimia, wanapa darasa zima limefaulu kwa ufaulu wa 70%. Lakini umndani kuna waliopata 20 au waliopata 5. Kuna mpaka waliopata 0. Lakini kuna wengine wamepata 100 na kadhalika. Hii tunapima ule wastani, na tafsiri yake moja kwa moja ni kama kwamba na hii ni imagination, kama kwamba tutasimama tutaanza kumgaia mtu mmoja kila kipato kizima cha taifa, tutamuita mtu mmoja mmoja, bwana Selemani njoo yako 1449. Kila mtu kwa mfano tunamnyang'anya mwenye nyingi, tunanyang'anya, lakini of course kitheory hiyo haiendi. Ndio maana tunakuwa na ule wastani wa pato la taifa, lakini wastani wa pato la mtu mmoja mmoja. Lakini tuna pato la taifa. Pato la taifa ni kile ambacho tunacho. Tunatumia kipimo cha GDP, kwa maana kwa wale ambao tuko tunaishi katika eneo hili. Lakini zamani tulikuwa tunatumia pia, na mara nyingine tunatumia GNP, inaweza ikajumlisha mpaka wale wa Zanzibar ama wa Tanzania ambao wako nje ya Tanzania. Ukiwapima walicho nacho kinakuja kujumlisha, yani tunaita gross national product. Kwa hiyo hii inategemea, yani ni vipimo tu kakangu. Ni vipimo, wenyewe wachumi wanakaa chini wanatizama namna gani njia rahisi ya kutoa taarifa ya kuweza kuifanya jamii ikaelewa kwenye jambo fulani. Kwa hiyo hili pato ni kwamba limepimwa hivyo, na ndio maana tukakiri pale swala mwanzo tuliulizwa, tukipima growth sasa, yani ukuaji, tulipima kwa Septemba 2024 ilikuwa kidogo liko juu kuliko 25. Ilikuwa 7.5 mwaka 2020. 25 ikawa kidogo imeshuka kidogo ndani ya kipindi kifupi. Na ile ilikuwa very specific, yani kwa muda, si kwa mwaka mzima, ilikuwa ndani ya miezi 5 si miezi 6. Lakini tulilinganisha kwa mwaka uliopita ule wao walifanya vizuri kiasi gani katika kipindi hichi cha miezi 6. Kwa hiyo hii inatusaidia katika kujipima tu, inatufanya tujipime na tunakuaje. Kila ukiwa na uchumi umekuwa vizuri unasema kwamba hakuna shida. Na ndio maana pale tukatoa mfano, kuna bidhaa, kwa mfano nikamtolea mfano wa bidhaa za kilimo labda zilikuwa wakati ule sio boom lake. Karafuu wakati ule sio mvuno msimu wa mavuno mkubwa. Kwa hiyo definitely mauzo yatakuwa kidogo. Na ukija ukipima ile pato kwa GDP unaona kabisa hapa imeshuka kidogo. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo litaendelea kuwepo mpaka mwisho wa dunia. Tutapanda, tutashuka, tutapanda, tutashuka kulingana na circumstances zilizokuwa katika nchi.